unazungumzwa zaidi barani Afrika kwa sasa hivi. Ni mchezo namba 169 wa ligi kuu ya NBC, ligi ya 6 kwa ubora barani Afrika. Mchezo unaozikutanisha Simba Sports Club ambaye ni mwenyeji na Young African Sports Club ambaye ni mgeni. Kama ambavyo nimetoa maelezo awali, mchezo unakwenda kufanyika kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kuanzia majira ya saa 12 jioni. Makocha wameshazungumza masuala ya kiufundi, makapteni wameshazungumza, lakini upande wetu kama waendeshaji na wasimamizi kuna masuala ambayo tunalazimika ama tunawajibika kushare nanyi wadau wa ligi kuu ya NBC, wadau wa dabi ya Kariakoo. Kwanza bila kupoteza wakati, kwa niaba ya bodi ya ligi kuu Tanzania, tunatoa shukrani za dhati kwenu wanahabari kwa namna ambavyo mmekuwa mkishirikiana nasi vizuri katika kuutangaza huu mchezo na michezo mingine ya ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tunakiri mchango wenu na tunawashukuru pamoja na kuwapongeza kwa hilo. Lakini wakati mkiendelea kutangaza masuala mbalimbali ikiwemo mchezo huu wa ligi kuu ya NBC dabi ya Kariakoo, tunafahamu pia kwamba kuna maelezo, kuna taarifa ambazo mmekuwa mkizihitaji kutoka kwetu, lakini pia zipo ambazo sisi tunatamani kuzifikisha kwenu ili nyie mtusaidie kuzifikisha kwa wadau wa ligi kuu ya NBC. Ninazo hapa taarifa mbalimbali ikiwemo maofisa wa mchezo walioteuliwa kusimamia dabi ya Kariakoo, na kwa kuanzia ni wajuze kuhusu muda ambao mageti yatafunguliwa. Mageti yatafunguliwa mnamo saa 7 kamili mchana, na kwamba kuanzia muda huo basi mashabiki wataruhusiwa kuingia uwanjani kwa ajili ya kushuhudia burudani mbalimbali zilizoandaliwa uwanjani hapo kabla ya mchezo wenyewe kuanza saa 12 kamili jioni. Tiketi zinaendelea kuuzwa, na kwa taarifa nilizonazo tiketi za majukwaa ya mzunguko zimeshaisha, na kwamba zilizobakia sasa ni tiketi za VIP A na VIP B. VIP A ambazo zinauzwa kwa shilingi 30,000 na VIP B shilingi 50,000. Kwa hiyo kwa wale ambao bado hawajapata tiketi basi wafanye hima kununua tiketi ili wasikose burudani ya kipekee, kwa sababu dabi hii ni ya kipekee sana. Ina mvuto wa aina yake, na kwamba ni jambo jema sana kama utakuwepo uwanjani kuenjoy nasi ladha tamu za ligi kuu ya NBC. Kwa wale ambao watakuwa wamefanikiwa kupata tiketi, tuwataarifu kwamba wao ndio pekee ambao wanatakiwa kufika uwanjani kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Hii taarifa maana yake ni nini? Ni kwamba kama hutokuwa na tiketi mpaka kufikia wakati ule wa mchezo, wewe hutotakiwa kusogea eneo la uwanja. Uwanjani ni kwa wale tu ambao watakuwa wamenunua tiketi. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu kutakuwa na mageti ya ukaguzi mita kadhaa kutoka uwanjani, ambapo hakuna mtu yote ataruhusiwa kupita isipokuwa wale ambao watakuwa wana tiketi walizonunua, ama wana tiketi za mialiko, ama wana vitambulisho maalumu vya kwenda kufanya kazi kwa maana ya accreditation, wakiwemo wanahabari na watoa huduma wengine. Kwa hiyo kama huna tiketi, hakikisha unanunua tiketi ili uanze safari ya kuelekea Meja Jenerali Isamuyo. Hakutokuwa na nafasi kwa yoyote asiye na tiketi kusogea karibu na uwanja, na hivyo si vema kwenda kabisa eneo hilo, kwa sababu kuna ulinzi wa kutosha, kuna usalama wa kutosha, na moja kati ya maeneo ambayo yamesisitizwa ni kwamba hakutotakiwa kuwepo na watu ambao hawajaja uwanjani kutazama mpira. Mashabiki ambao watanunua tiketi wanakumbushwa kwamba chupa za maji haziruhusiwi uwanjani hapo, na badala yake kutakuwa na huduma mbalimbali za vinywaji pamoja na viburudisho vingine zitauzwa pale ndani ya uwanja na watoa huduma walioidhinishwa na bodi ya ligi kuu Tanzania. Kwa hiyo hakuna haja ya kubeba chupa kubwa ya maji, kwa sababu utakapofika kwenye geti la ukaguzi utaambiwa uiache hapo, na jambo hilo nadhani
halitokuwa na afya. Ni vema ukawa na akiba yako mfukoni kwa ajili ya kwenda kununua maji pale uwanjani, ambayo yatakuwa kwenye glasi maalum ambazo zinaruhusiwa kwa mujibu wa sheria zile na kanuni za usalama viwanjani. Kwa wale ambao watakosa kabisa tiketi, kwa maana itakapofikia wakati tiketi zimeuzwa zote na wewe uko katika wale ambao wanahitaji kufika uwanjani, basi hiyo itakuwa ni bahati mbaya kwako, lakini nikueleze tu, nikutoe hofu kwamba wapo wakali wa hizo kazi. Tunao Azam TV watakuwa live na utaweza kushuhudia mchezo huo kupitia Azam TV, lakini pia tunao TBC ambao pia watakuwa live kwa upande wa redio. Kwa hiyo ukikosa kabisa ticket, basi unaweza kushuhudia burudani hiyo kupitia Azam TV na kusikiliza redioni kupitia TBC. Nadhani nimeongea mambo mengi, lakini kinachosubiriwa zaidi ama ambacho watu wengi wanatamani kukisikia ni kuhusiana na maofisa wa mchezo huo. Tayari bodi ya ligi kuu Tanzania imepokea majina ya maofisa wote wa mchezo huo namba 169, wakiwemo waamuzi, match commissioner na maofisa wengine. Wote ninao hapa tayari, na sasa niko tayari kuwatangazia waamuzi walioteuliwa kusimamia mchezo huo. Mwamuzi wa kati ni Bwana Hamza El Farek kutoka Morocco. Mwamuzi msaidizi namba 1 ni Lassen Agau kutoka Morocco. Mwamuzi msaidizi namba 2 ni Hamza Nasir kutoka Morocco, na mwamuzi wa akiba ni Mustafa Keshaf kutoka Morocco. Match commissioner wa mchezo huo wa kesho ni Osuri Kosuri kutoka Simiyu. Mratibu wa mchezo kwa maana ya GC ni Hassan Abdalla kutoka Dar es Salaam. Mratibu wa mchezo msaidizi ni Mohamed Kaluma kutoka Dar es Salaam. Ofisa habari wa mchezo ni Karim Boimanda kutoka Dar es Salaam. Afisa usalama wa mchezo ni ASP Hashim Abdalla kutoka Dodoma. Ofisa itifaki ni Fatima Abdalla kutoka Dar es Salaam. Daktari wa mchezo ni Dr. Lizobin Kisongo kutoka Dar es Salaam. Ofisa masoko ni Jerry Temu kutoka Dar es Salaam. Na mwisho kabisa ni msimamizi wa kituo ambaye ni Bwana Kipukuswa kutoka hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo hao ndio maofisa wa mchezo watakaosimamia mchezo wa kesho. Na kwa kumalizia, ni wakumbushe wadau wote watakaokata tiketi ama waliokata tiketi kushuhudia mchezo huo, basi wajitahidi kufuata kanuni pamoja na sheria na miongozo yote inayotolewa na TFF na bodi ya ligi kuu Tanzania kwa ajili ya kuhakikisha tunachokifuata pale ni burudani, tunapata burudani, tunaondoka kwa amani na kurejea makwetu kwa amani. Asanteni sana, na nikaribishe maswali kutoka kwenu wanahabari kama yapo, manake nimejieleza sana. Fuatavyo, dabi iliyopita, umezungumzia dabi iliyopita kwa maana ya ligi kuu ya NBC. Sahihi kabisa. Mchezo ule waamuzi waliosimamia walitoka nchini Misri na hawakuja kwa pendekezo la klabu. Waamuzi wale walikuja kwa sababu kanuni zinaruhusu kamati ya waamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuteua waamuzi kutoka ndani ama nje ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo kamati inapoona kuna umuhimu wa kuteua waamuzi kutoka ndani itafanya hivyo. Itakapoona kuna umuhimu wa kuteua waamuzi kutoka nje, basi inaruhusiwa kwa mujibu wa kanuni kufanya hivyo. Kwa hiyo kama ambavyo waamuzi kutoka Misri waliletwa na kamati, waliteuliwa na kamati ya waamuzi ya TFF, basi hata hawa wa sasa hivi wameteuliwa na kamati ya waamuzi ya TFF baada ya kuona umuhimu wa kufanya hivyo. Asante sana.